msikilizaji, mimi kwa majina yangu naitwa Ndugu Salim Nganga. Naona kwamba nianzie na mambo ambayo namwendea Mheshimiwa William Ruto, hiyo Mchilchi Ruto, ambaye naona ni kama yake imeandikwa kwenye ukuta Menemele Tegeli Pelesi. Ufalme wako umesha kuondokea na umeenda kugawanywa kwa watu wengine. Ndugu yangu, unaweza kunilaumu useme kwamba Mheshimiwa Nganga yuko na shida zake. Lakini nataka kuambia kidanga ubanga kwamba ukitaka kuona mtu ambaye atakufa, unamuonanga na tabia zake na mienendo yake. Unaona kwamba huyu hatuko naye dunia moja. Mimi nikiangalia na macho yangu mawili, naona serikali yako ni kama imeshaisha kabisa. Na hakuna haja ya kufikiria za vile ambavyo unaweza kutengeneza ama uahidi watu vitu zingine kwa sababu tayari wao umeisha. That's the reality. Hebu jiulize, angalia government ambaye imeshindwa kucontrol police inaweza kuleta goons ndio wasaidie. Nataka uchukue mambo ambayo yalikuwa yanafanyika Kisumu. Uangalie na macho yako mawili ndugu yangu. Uangalie kama hiyo ni serikali ama ni gangs ambayo wanatawala Kenya. Si kwa ubaya, lakini ukweli ni lazima usemwe, kwa maana ukweli ni Mungu na Mungu ni ukweli. Asema ukweli, ampinga ukweli, ampinga Mungu. Mimi nataka kuambia kinanga ubanga, ukitaka kukasirika ukasirike, lakini nitakuwa ni ukweli kwamba wewe Ruto na watu wako ndio mnatuma watu wapige watu. Ili nidhibitishe mishale na uta ambaye alikuwa anatoka Kisumu ilikuwa inazangu wapi? Watu wale hutumia mishale ni Wakuria na Wakamba, na hiyo ijatengenezewa Kuria na ijatengenezewa Ukambani. Imetoka wapi? Hii inaonyesha ni kwamba ni hizi vitu ambaye alikuwa atumika wakati wa dikteta Moi. Kabla wewe hujakuwa dikteta, tulikuwa na dikteta Moi na umetoka mahali moja, na tabia yake ilikuwa kama hii yako Mheshimiwa Ruto. That's the reality. Kwa hivyo ile kitu ambaye naona unajaribu kufanya mambo isiyowezekana, ukaanza kubatia Wajaluo watumie mishale, nao ni watu wa kutumia mawe na wajui mambo ya mawe. Hebu fikiria ni nini ambaye alifanyika, aibu gani ambaye alifanyika ukiangalia mambo. Kwa hivyo ile kitu ambayo ningependa kuambia Mheshimiwa Ruto, tafadhali tuliza mboli na ujue kwamba mambo yako imeisha. Kumbuka ile neno moja alisema ya mwisho kabla hajatoka, wale ambao nilikosea naomba msamaha, na wale ambao wamenikasisha nimewasamea, ndio utoke vizuri na uende pale Sugoi. Tutakuwa ukitakuwa ukiona vile wanaume utawala, uache hiyo upuzi ambao uko naye. Kwa sababu ni vibaya sana kuona kwamba kila wakati watu wanakufa vitu ambaye haieleweki. Juzi tuna kijana ambaye aliuawa wakati wa Visirini. Juzi akapigwa risasi na story kaisha. Jana tumeona tena mjamaa bwana moja ni driver wa Idongo Kangata amepigwa risasi. Hao ni raia ambao wako na mambuduki. Kusema hilo kweli. Na kama huwezi control police, ni nani ambaye atakaye control? Na huko na jamaa pale hivi Mganga ambaye anajidai ni profesa wa shule. Anasema mimi ni profesa Murkomen, nimesema nimeenda kutrain watu wengine 10 million, sio 10,000. Unaongea story nyingine ambayo haieleweki. Na wewe baadaye tunaona ile vitendo ambayo natandika. Hapa Nairobi vile ambazo zinafanyika, Kisumu vile ambazo zinafanyika. Hebu kilia capital city kama Kisumu ambayo anahesabiwa ni moja wa city ambayo ni safi East and Central Africa, na kisha baadaye inaonekana mangunzi wameingia katikati na kufanya mambo ambayo haifai. Kusema hilo kweli, watu ambao wako kanisani, hiyo ni kuonyesha kwamba ni kudunisha Ukristiano. Inaonekana kwamba Wakristo ni watu ambao haeleweki. Surely hiyo ni jambo ambayo haifai. Nimesema kwa mambo ambayo yaliyofanyika jana ni jambo ambayo ya kusikitisha. Ndugu zangu ni wa kutoka Luoland, mimi nimeshirikiana na nyinyi for that long. Mimi personally nimeshirikiana na nyinyi for more than 25 years. Lakini